tunakutukuza kwa sababu ya uweza wako ulio mkuu ambao Bwana umeutenda kwenye maisha yetu. Tangu jana Mungu umekuwa nasi, usiku kucha Bwana umekuwa nasi, hadi wakati huu Bwana tuko wazima. Ni kwa neema yako mfalme wa amani. Ama sio kwa akili zetu, ni kwa uweza wako tu Bwana umeyatenda haya. Ni kwa neema yako, sio kwa akili za kawaida Bwana, sio kwa akili zetu tujisifu, bali ni kwa uweza wako mfalme. Umekuwa nasi Bwana, umetutangulia mfalme katika asubuhi yote Bwana, umekuwa nasi hata mchana kutwa Bwana, umetutangulia katika safari za hapa na pale. Oh, haleluya Bwana, umetushika mkono wako, umetulinda mfalme wa amani, umekuwa nasi Bwana hata wakati huu mfalme tuko mbele zako kwa ibada tena. Haleluya Yesu, tunahitaji mkono wako Mungu, uwe pamoja na wote walioko mahali hapa, hata wale ambao watafuatilia mafundisho haya Bwana, ukawe pamoja nao wakapokea habari zako, zikapate kuwabadilisha, zikapate kuwahuisha tena. Waliokuwa wamekata tamaa wakainuliwe tena, waliokuwa wamekosa tumaini wakapate tumaini jipya, waliokuwa wamepotoshwa vichwa vyao na elimu zao wakapate elimu ya kweli. Bwana ukasimame nao Baba, ukaonekane kwao, ukiwatangulia Bwana, ukiwatendea mema Yesu, ukionekana kwenye maisha yao Baba. Asante kwa kuwa utakuwa pamoja nao, utakuwa pamoja nao kokote waliko duniani, watakapoyasikia haya wakapate uso wako. Ninakushukuru Mtakatifu, ninaomba utufundishe leo. Tupo mahali hapa kusikia yale ambayo Bwana unaenda kusema na watu wako, yale ambayo Bwana unaenda kufundisha watu wako. Ninakushukuru mfalme wa amani, pokea sifa na utukufu, kwa maana hakuna aliye kama wewe. Uweza ni wako na mamlaka ni yako, nguvu ni zako na ukuri wako Bwana Yesu. Pokea sifa na heshima, maana uko pamoja nasi mahali hapa Bwana, nasi tutauona uweza wako hakika, na wote watakaosikia haya watauona uweza wako hakika. Baba, utajulikana kwa mataifa yote, dunia nzima itakutambua, watu watakujua Yesu uliye hai, Yesu mpenda miujiza, Yesu mfanya maajabu. Baba, ukatende kazi na watu wako. Ninakushukuru Mungu uliye hai, kwa maana unaenda kutenda yaliyo makuu. Roho Mtakatifu, niko tayari kwa ajili ya kutumiwa na wewe, kwa ajili ya kufikia ulimwengu, kwa ajili ya kufikia ulimwengu. Habari zako zikatawale, habari zako zikatamalaki, habari zako zikasikiwe, utukufu wako ukawe mwingi Bwana, walio wengi wakujue wewe. Pokea sifa na heshima, pokea sifa na mamlaka. Wewe ndiye Bwana wa majeshi, utendaye mambo makuu, utendaye mambo ya ajabu. Pokea sifa Bwana uliye hai, katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Kwa ajili ya kufika mahali hapa
ukaacha muda wako mwingine wa kufanya vitu vingine, ukampa Mungu muda. Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi nikukaribishe katika neno la Mungu siku ya leo, ambayo limepata kibali mbele za Mungu kuweza kufika kwetu kutufundisha katika jioni ya leo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi unaweza kufungua Biblia yako katika kitabu cha kwanza cha Musa kiitwacho Mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Fungua Biblia yako katika kitabu cha Mwanzo. Tunaenda kujifunza neno la Mungu kwa pamoja na watu wote ambao wanatufuatilia. Tunaenda kujifunza kwa pamoja neno la Mungu jioni ya leo, ambalo ni uzima wa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo letu siku ya leo linasema wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kujifunza habari za wokovu. Roho Mtakatifu awe pamoja nasi, atuelekeze, atufundishe ili tuweze kuelewana vizuri kile ambacho tunaenda kupokea siku ya leo. Naomba kila mmoja awe makini kusikiliza na kupokea. Pengine umekuwa ukiingia kanisani kila inapoitwa leo, kila kunapokucha umekuwa ukienda kanisani, kila inapoitwa ni ibada umekuwa ukienda kanisani. Lakini cha kushangaza, pengine haujui nini maana ya wokovu. Haujaelewa wala haujatambua nini maana ya wokovu. Umekuwa ukihudhuria ibada, umekuwa ukihudhuria mikutano mbalimbali, umekuwa ukihudhuria semina mbalimbali, lakini bado haujaelewa nini hasa maana ya wokovu na kwa nini wewe umeokoka. Hii ni shida na ni changamoto kwa wengi. Walio wengi wanaingia makanisani lakini hawajui kwa nini wameokoka. Pengine na wewe ni mmoja wapo, haujui kwa nini umeokoka, kwamba kwa nini inahitajika kuokoka. Mungu atuhurumie sana. Hili ni tatizo si kwa wamama tu wala kwa vijana peke yao, hata kwa wababa na watu wengine waweza kuingia kanisani lakini wasijue ni kwa nini wameokoka. Mungu atuhurumie sana. Leo Mungu ametupa kibali na nafasi ya kutambua na kutafakari na kuchanganua na kuangalia nini hasa maana ya wokovu, na wokovu hasa ni nini, na wokovu umeanzia wapi, na wokovu umetoka wapi mpaka umefika leo. Leo hii mimi na wewe tumeokoka ni kwa sababu gani? Ni nini hasa? Kwa nini inahitajika? Kwa nini ni muhimu? Kwa nini ni lazima kuokoka? Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba Roho Mtakatifu akusaidie, Roho Mtakatifu atusaidie tuweze kuelewa habari za wokovu. Pengine umekuwa unakuja kanisani kwa kutaka, na wakati mwingine umekuwa ukiahirisha tu ibada mwenyewe, kwamba leo siendi. Leo umeamua hauendi. Leo umeamua unaenda ibadani kwa kuamua mwenyewe, kama vile ambavyo unataka, bila kujarisha kwamba ibada imetangazwa madhabahuni. Bila kujali hayo, umekuwa ukienda kanisani au ukihudhuria ibadani kwa kuamua tu mwenyewe, bila kuzingatia kwamba hakika nini maana na nini ambacho ninaenda kufanya katika nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu imempendeza kwa siku hii ya leo tukaangalie habari hizi za wokovu, tuuchimbue wokovu, tuangalie chimbuko lake hasa kwetu wanadamu. Ulianzia lini? Ulitoka wapi? Na ni kwa nini na ni kwa sababu gani leo hii tumeokoka? Ni kwa nini na ni kwa sababu gani leo hii mimi kijana, leo hii wewe kijana uko mahali hapa kanisani umekaa unamwabudu Mungu. Leo hii Mungu anataka akatufundishe tuweze kuelewa, tuweze kutambua
kuokoka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana kama utakuwa unaenda kanisani, kama utakuwa unajiita umeokoka, lakini hautambui nini maana ya wokovu, lakini hautambui nini chanzo cha wokovu, lakini hautambui nini asili ya wokovu, unakuwa unapoteza wakati. Mungu atuhurumie sana. Bwana atusaidie. Mungu aturehemu. Bwana Yesu asifiwe. Wokovu tunaenda kuangalia. Huwezi ukazungumza habari za wokovu bila kukigusa kitabu cha Mwanzo, bila kuangalia asili, bila kurudi mwanzo huko. Maana walio wengi leo hawajui hata kwa nini anaingia kanisani. Yaani hajui kwamba kwa nini anaingia kanisani.